Baadhi ya viongozi wa serikali na hata wa kidini wamejitokeza na kashifu vikali visa vya mauaji pamoja na visa vya unyanyasaji vinavyoshuhudiwa nchini. Wamesema kuwa matukio haya yanaashiria upungufu wa utu na hata upotevu wa misingi ya haki katika jamii. Wanataka hatua madhubuti kuchukuliwa dhidi ya waliohusika katika mauaji ya mwalimu Albert Ojwang aliyefariki mikononi mwa polisi. Pia hatua kali kwa maafisa waliohusika katika kisa cha mchuuzi wa barakoa kupigwa risasi wakati wa maandamano Jumanne. Tumpate mwanahabari wetu Victor Ngaruya na maelezo zaidi. Katika uwanja wa Kamegwa Kutus, kaunti ya Kirinyaga, Gavana Anne Waiguru alizungumza kwa hisia kali kuhusu mauaji ya mwalimu Albert Ojwang aliyefariki mikononi mwa maafisa wa polisi wa kituo cha Central jijini Nairobi, pamoja na tukio la kupigwa risasi kwa mchuuzi wa barakoa wakati wa maandamano Jumanne. But there cannot be any justification to take anybody's life, even if you're insulted. Gavana Waiguru alisisitiza umuhimu wa ustahimilivu miongoni mwa vyombo vya usalama na viongozi. Kama viongozi, kuna wale wanatutusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Wanatutusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Hatutumi watu wawashike. Because as a leader, you are expected to have a little bit more tolerance. The reason why there is supposed to be a process of selecting police officers, training yao ya kuonesha they can endure. You know, there is a training wanaambiwa wakimbie, waende chini kwa matope, wapande miti, is to check whether you have the capability to endure strain. Na wale ambao hawana hiyo capability wasipewe bunduki wakwe wanabeba. Na huko mjini Webuye, kaunti ya Bungoma, viongozi wa kidini kutoka maeneo ya mashariki na magharibi wameelezea hofu yao kuhusu ongezeko la mauaji ya kiholela nchini. Viongozi hao sasa wanataka hatua madhubuti kuchukuliwa kwa wote ambao wamehusika katika visa vya mauaji. Viongozi hawa pia wametoa wito kwa vyombo vya upelelezi kufanya kazi kwa uwazi. Ombi langu ni hii, kwamba huyu mwalimu ambaye ameuawa, ombi langu kwa serikali kwamba mambo hayo yasiishie pale. Yasiwe tu ni kushika mtu anawekwa ndani, mambo yakitulia huyo mtu anatolewa na kesi hiyo inazima hivyo. Tuwe na vyombo ambavyo vinaweza kushika haya mambo yote na kunakili na kuweka vitu kwa uwazi, ndio hata sisi tuweze kuwa na imani. Mbali na hayo, huko Mumias, kaunti ya Kakamega, kamishna wa ukanda wa magharibi Rongo Masharia akiwaongoza maafisa wa usalama katika kikao cha kutathmini usalama kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027. Alisisitiza umuhimu wa umakinifu katika kubaini mapema masuala yanayoweza kuchochea ghasia. So if you think there can be boundary issues, there could be resource-based conflicts, you should take proactive action to make sure that we don't allow it to explode. Victor Ngaruya, NTV.